Ya Android TV ni siku nyingine tunakutana kutazama yale ambayo yamejiri kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba Sports Club wakiwakaribisha Petro de Atletico ya huko Angola. Moja kati ya vitu ambavyo wengi hawakutaraji ni wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza mchezo wao wa kwanza kabisa wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya group stages. Haikuwahi kutokea huko nyuma, lakini imetokea kwa mara ya kwanza. Watu wanasema you can be the jack of all trades. Leo Simba wamekutana na mfupa mgumu, wameenda kupoteza kwa bao 1-0. Niko na Leopard John, tunaenda kuangalia ni kitu gani ambacho Simba wamekifanya wakaenda kupoteza huu mchezo. Leopard, naam, mambo vipi? Bwana shwari. Leo Simba wameshuka dimbani kucheza na Petro Atletico de Luanda. Wamepoteza bao 1-0. Nini hasa imekuwa sababu Simba kupoteza huu mchezo? Sababu kubwa ya hii leo Simba kuweza kupoteza huu mchezo ni kuingia kwenye mfumo wa Petro Atletico de Luanda. Mwalimu Frank Atiga wa kikosi cha Petro Atletico alikuwa bora kuliko mwalimu wa Simba Dimitri Pantev kimbinu. Alikuwa anafahamu anakwenda kucheza na timu ambayo wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani wanakuwa bora mara zote. Ndio maana aliingia na silaha ambazo alikuwa amekwisha kuziandaa katika uwanja wa mazoezi. Ni kama vile alikuwa na mkakati kuelekea hii mechi kwenye timu yake, kwamba aliwasoma zaidi Simba namna ambavyo wanacheza. Ndio maana wakati mechi inaendelea, mwalimu Dimitri Pantev leo nilikuwa namtizama wakati mechi inaendelea, alikuwa ana change mifumo, ametumia mifumo mitatu katika mchezo mmoja ili mradi tu aweze kuwachanganya Petro, lakini Petro bado aliweza kuwa pale pale. Mwalimu Dimitri Pantev alianza na mfumo wa 4-3-3 ambayo ilikuwa haionekani, ilikuwa haina striker ambaye ni permanent pale juu. Mara nyingi alikuwa anaenda Joshua Mutale Budo kwenye eneo ile akifanya switching yeye na mtu kama vile Elia Mpanzo. Mara baada ya kumuingiza Jean Charles Ahoua, Simba ilibadilika kiuchezaji na kuwa kwenye mfumo wa 4-1-4-1. Kiungo wa chini akabakia kuwa Modou Kante kwenye hicho kikosi, lakini baadaye pia akaja kuchange mfumo na kubadilika kuwa kwenye mfumo wa 4-4-2 Dynamo mara baada ya kuingia mtu kama vile Jonathan Soa pamoja na Steve Dese Mukwala kikosini. Unakuja kuangalia haya mabadiliko yote ambayo mwalimu Dimitri Pantev wameyafanya ni kutokana na uimara ambao walikuwa nao hawa Petro Atletico, hasa katika eneo lao la kiungo. Ukiwatazama the way ambavyo Simba wamecheza, waliweka viungo wengi sana katikati. Almost wachezaji 4 mpaka 5 walikuwa hapo kwenye eneo la katikati. The same hivyo kwa Petro Atletico de Luanda. Kilichosababisha Simba wakawa wanaonekana pungufu katikati ya uwanja ni umakini wa wachezaji wa Simba au ni ubora wa wachezaji wa Petro Atletico? Unaweza kusema kwamba Petro walikuwa bora kwenye eneo la kiungo. Walikuwa wana mchezaji jezi nambari 8 kwenye kikosi chao ambaye binafsi yangu ndio anaweza kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo. Jonathan Toro alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanafanya kukata fuse ya viungo wa Simba ya kukosa ule muunganiko. Mtu kama vile Morris Abraham, ubora wake ambao tumekuwa tunaufahamu, though alikuwa anajaribu kuonesha mara kadhaa, lakini alikuwa anakosa ule uhuru wa kufanya vitu vingi ambavyo yuko navyo kutokana na uwepo wa viungo ambao wako sharp kwenye kufanya maamuzi ya kuweza kufanya making wakati Simba wakiwa wana mpira. Unakuja kuangalia pia kwenye eneo hilo la kiungo, mtu kama vile Nabi Kamara leo alikuwa hana majukumu mengi kiwanjani kutokana na namba za viungo ambao walikuwepo. Mtu kama Neo Maema leo kazi yake kubwa ilikuwa ni kuweza kuchezesha timu ambayo ndio ilikuwa kazi yake kubwa kiwanjani. Alikuwa na uhuru wa kufanya kila kitu, lakini bado alikuwa hapewi ile nafasi ya kuweza kupiga zile short pass pamoja na area balls. Mara nyingi Petro walikuwa wa kwanza. Unakuja kuangalia kwenye kila mpira ambao Simba walikuwa wanaupiga nyuma ya migongo ya mabeki wa Petro Atletico, ilikuwa inaishia kwa beki wao jezi nambari 14 kama sikosei, alikuwa Kinito. Alikuwa anawini sana mipira ya juu ambayo ilikuwa inapigwa na viungo wa Simba. Hapo inadhihirisha moja kwa moja kwamba Simba kwa sehemu moja ama nyingine walikuwa wameshafeli kwenye kumiliki mchezo katikati mwa uwanja. Ukitazama the way ambavyo lineup ya Simba ilivyotoka, hakukuwa na standing striker, hakuwepo pure striker, alikuwepo force number 9 kwenye kikosi cha Simba. Watu wengi wameonekana kulalamikia aina ya
upangaji wa kikosi wa Dimitar Pantev. Unadhani kukosekana kwa central striker au pure striker ambaye angeweza maybe kuwafanya washambuliaji na washambuliaji wenzake wa pembeni na midfielders kwa wanapanda juu, kwa maana angekuepo yeye angeweza kuhold mabeki? Ni kweli kukosekana kwa standing striker au clinical finisher imepelekea Simba leo kupoteza mchezo? Yeah, of course. Kwa kipindi cha kwanza kizima safu ya ulinzi ya Petro leo Atletico ikiongozwa na mlinzi kitasa kinara Kinito walikuwa wako free muda mwingi. Walikuwa hawapati zile kaskasi ambazo kama alivyoingia mtu kama vile Jonathan Soa au Steven Dese Mukwala alikuwa anawafanya kuweza kupambana nao kule nyuma. Kipindi cha kwanza kizima unaangalia shambulizi gani ambalo Simba walilifanya ambalo unaweza kusema kweli Kinito na wenzake waliteseka, ukiachilia mbali ile setup ambayo alikosa goli ambayo iligonga nguzo ya Morris Abraham. Nyinginezo walikuwa wanawini wao kutokana na kuwa na ule uhuru wa kucheza. Ndio maana nakuja kuangalia golikipa wao Hugo mara nyingi alikuwa anapata nafasi kubwa ya kuweza kuchezesha na timu kutokana na timu kuwa inajiamini kuanzia nyuma, na ndio silaha kubwa ya mpira ama falsafa ya soka ya timu hizi za Afrika ya Kusini. Mara nyingi ambao wamekuwa wakitoka katika ukanda wa Afrika ya Kusini wamekuwa wana hii falsafa kwamba wao kudominate mpira, kupiga pasi nyingi huku wakiwa wanatembea ndio silaha yao kubwa. Kumiliki kwao ni kitu cha kawaida. And then leo Mwalimu Pantev ameingia kwenye mfumo wa Petro leo, namna ambavyo wao wanacheza. Aliwaachia uhuru wa kuweza kumiliki mpira lakini pia kufanya kile ambacho wanakitaka, na ndio maana unakuja kuangalia pasi ambazo zimepigwa kwenye goli hadi anakwenda kufunga. It's always katika eneo la katikati mwa uwanja Simba walikuwa hawako vizuri kwa sehemu moja. Tukubaliane kwamba benchi la ufundi la Simba hawakufanya study ya kutosha kuona ubora na madhaifu ya Petro Atletico yako mahali gani. Mara nyingi unaweza kusema kwamba ni mazoea. Mashabiki wa Simba na watu wote wa karibu ya Simba wamekuwa na tamaduni kwamba akiwa nyumbani uwanja wa Benjamin Mkapa wao ndio wanatawala siku zote, na wanasahau matokeo ya mpira kwamba kuna kufungwa lakini pia kuna kusuru, na hayo pia wanaboya wao wamekuwa wakiawaza muda wote. Unakuja kuangalia Mwalimu Dimitar Pantev aliingia kama vile kuzania kwamba anakwenda kucheza na mpinzani ambaye hawezi kuwa ana madhara kwa sehemu moja ama nyingine. Alikuwa kama vile amefunguka wide moja kwa moja, pasipo kusahau kwenye hizi mechi hasa za hatua ya makundi kinachomata zaidi ni matokeo kuliko kuwa na kitu kingine ambacho kipo ambacho ni cha muhimu. Ndio maana hata wakati mechi inaanza nilishangaa kuona Simba wameanza na flow ya chini kweli kweli kuliko hata Petro ambavyo wameanza. Ndio maana unakuja kurejelea kwenye mechi wakati mpira umeanza, Petro walikuwa wa kwanza kuweza kulifikia lango la Simba. Alivyoanza tu mpira ikapigwa mpira mrefu ambao walikuwa wameshafika tayari. Ile ilikuwa inaashiria namna ambavyo mkakati wao kwenye hii mechi ilikuwa ni nini, kwamba mkakati wao kwenye mechi ya leo dhidi ya Simba walikuwa wanataka waifikie Simba huku wao wakiwa wameziba ile mianya kuanzia katikati na nyuma ili Simba wasiwe bora katika maeneo yao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Pantev alivyojaribu kufanya zile substitution alijitoa Simba kabisa mchezoni kwa namna ambavyo walivyoona zile substitution ambazo walivyokuwa wakizifanya. Kwa maneno ya mechi moja kwa moja nimezungumza kama Mwalimu Dimitar Pantev alitumia mifumo mitatu kwenye mchezo wa leo. 4-3-3 wakati anaanza, akachange pia timu ikaenda kucheza kwenye mfumo wa 4-1-4-1, yani 4-1-4-1, na baadaye akaenda kucheza mfumo wa 4-4-2 mara baada ya kuona jahazi linakwenda kudhama. Of course unaweza kusema kwamba mabadiliko ambayo amekuwa akiyafanya though alikuwa ni mabadiliko ya kiufundi. Unakuja kuangalia hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia mtu kama vile Radak Chasambi kwenye mchezo kama wa leo angeweza kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kupata nafasi, lakini mwalimu aliona kwamba kuna kitu ambacho alikishow mazoezini and then leo kinastahili kwenda kukionesha. Lakini unaweza kusema tu kwamba all in all kwenye mchezo wa leo ambacho Simba wamekipata ni matokeo ya mpira, and then wa focus kwenye mchezo unaofuatia dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Mchezo wa kwanza kati ya Stade Malien na Esperance de Tunis uliofanyika Tunis, matokeo yalikuwa suluhu bila kufungana. Nafasi ya Simba baada ya kupoteza huu mchezo iko wapi?
Of course kwenye hii michuano wanasema kwamba kila mmoja ashinde nyumbani kwake and then tafuta alama moja tu ugenini, na ni wazi kwamba Simba hii leo amepoteza alama muhimu kweli kweli akiwa nyumbani. Unakuja kuangalia mtu kama vile Stade Malien ambaye ni mpinzani wake anayefuata ametoka sare katika uwanja wa Olympique de Rades huko nchini Tunisia, uwanja mgumu kweli kweli ambao Simba wenyewe nafikiria atakuwa anapawaza wakati huu kuelekea huko Tunisia, lakini Stade Malien ameweza kupata alama. Unakuja kuangalia ugumu wa kundi ambao unavyokwenda kuwa Simba inabidi akazilipize hizi alama ambazo hii leo amezipoteza. Inatakiwa kati ya hawa watatu ambao wapo naye kwenye kundi moja, either kwa Esperance Sportive de Tunis, either kwa hawa Petro nyumbani kwake, au hata Stade Malien apate nyingine alama 3 ili aweze kuzifidia hizi ambazo amezipoteza, and then abakia atafuta alama moja ili mradi zitimie 10 akiwa na huku 6 and then za kule 3 na moja ambayo ataipata ugenini kwa uwanja mwingine ili aweze kufikia hali malengo ambayo ameyawekea kwenye msimu huu, walau kufika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo kitendo cha Simba kupoteza kwenye mchezo wa leo ni mwanzo wa mwisho wa Simba kudominate kwenye soka la Afrika kwa kutokea Tanzania, kwa maana ya kwamba ilikuwa wanaonekana wao ndio timu inayofanya vizuri zaidi inapokuja kwenye mashindano ya kimataifa na haikuwahi kupoteza kwenye group stages kuanzia mwaka 2018 wakiwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Leo wamepoteza, ni mwanzo wa mwisho wa domination yao. History zimewekwa ili madi zivunjwe, na leo The Petro wameweza kuvunja history ambayo Simba wameandika zaidi ya miaka 4 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kuanza kwa Simba vibaya inatengeneza mwanzo mzuri huko ambapo wanaelekea. Nafikiri mwalimu Dimitri Pantev ni a very tactical coach ambaye ameshaona mapungufu kwenye timu yake yapo wapi, namna ambavyo hii leo wapinzani wao walikuwa bora na madhaifu yao ambayo yalikuwa hapo. Kupoteza kwa Simba mchezo wa leo sawa ni hatua mbaya ambayo wameianza, lakini haizimi ndoto ambazo kwamba Simba wamekusha feli kutinga hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii leo kupoteza kwa Simba unaweza ukasema ni kama kumewasumua kwamba watu wako serious kwenye hii michuano na kujipanga thabiti hasa kwenye hizo mechi ambazo zimesalia ambazo watazielekea nyumbani lakini pia ugenini katika hii michuano. Wengi wameanza kumtupia maneno Dimitri Pantev. Wanasema hana haja kuifundisha Simba baada tu kupoteza mchezo wa leo. Maisha Dimitri Pantev baada ya mchezo wa leo unaona anakuwa ndani ya Simba. Siku zote wanasema kwamba makocha huwa wanaadiliwa ili mradi kufukuzwa, na hakuna kocha ambaye ataitumikia timu muda wote. Na kinachomhukumu kocha kwenye timu sio tu timu kukosa matokeo mazuri, bali hata kile ambacho mashabiki wanakiamini wao kwamba ilibidi iweje binafsi yao wanavyoona. Ukija kuangalia Dimitri Pantev of course amekuwa na falsafa zake kwenye timu ambazo watu huenda wakaa hamuelewi namna ambavyo yeye styling play yake ambayo wanataka timu icheze. Wana Simba wao wameshazoea kwamba timu yao muda mwingi inakuwa inacheza mpira wa direct football, lakini safari hii unakuja kuangalia mwalimu Dimitri Pantev ameongeza kitu kipya kwenye timu kwamba wajaribu kucheza pia possession football. Muda mwingi wao wanamiliki wao mpira and then wakiwa wanalifikia lango la timu pinzani kwa haraka zaidi. Unakuja kuangalia pia watu ambacho walikuwa wanakitegemea kwa ujio wa kocha mpya Dimitri Pantev kwenye kikosi ni kutaka kuona zaidi timu yao ikiwa inafunga magoli mengi, lakini nakumbuka sio tu hapa, ni muendelezo ambao umekuwa nao Simba hivi karibuni imekuwa ina matokeo mabaya hasa nyumbani. Nakumbuka mchezo wa mwisho Simba kuweza kupata matokeo katika uwanja wa nyumbani ilikuwa ni dhidi ya Stellenbosch katika mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita akiwa Zanzibar. Unakuja kuangalia kuanzia hapo aliswago kwenye mchezo wa finali, alitoka sare, akafuatia dhidi ya Nsingizini akatoka sare, dhidi ya Gaborone zisemu alitoka sare, leo pia ameweza kupoteza. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa Simba katika uwanja wa nyumbani kuwa hafifu, lakini kwa mwalimu binafsi yangu bado ni mapema mno kuweza kumhukumu kwa hichi ambacho kimetokea leo katika mpira wa Afrika. Tunasema kwamba usipojipanga utaadhibiwa, ndicho ambacho kimewatokea Simba hii leo. Moja kati ya vitu ambavyo Watanzania wengi walikuwa na uhakika ni Simba Sports Club kulingana na record ambazo wameshaziweka kwenye mashindano haya walikuwa na nafasi kubwa ya kushinda na kuadvance hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo wa kwanza wamepoteza, bado kuna michezo mingine 5.
Nini kitatokea kwa wekundu wa Msimbazi Simba? Je, bado ana nafasi ya kumake it to the quarterfinals au ndio mwanzo wa mwisho wa era yao ya domination kwenye soka la Afrika kwa kutokea Tanzania? Mimi ni Usama Hamisi Usama, till next time. Nilikuwa na Leopard John. Thank you.